Nashukuru sana. Kwanza tunamshukuru Mungu wa rehema kutupa nafasi ya kipekee kuweza kupata hii lema ambayo ni ya kipekee. Niseme kwamba sio wote wenye uwezo wa kupata hii fursa, lakini hii ni kwa sababu ya chachu kubwa iliyopo katika wilaya yetu ya Rorya, ushirikiano mkubwa uliopo katika hospitali ya KMT Shirati ambayo ni hospitali teule ya wilaya ya Rorya ambayo iko chini ya Kanisa la Mema Tanzania, ikishirikiana na serikali, lakini na asasi sio ya kiserikali ambayo ni Maji Safi Group ambayo imekuwa ikihudumu kwa takriban miaka 12 ikishirikiana na Shirati Hospitali. Hii ni hazina kubwa ambayo tumeweza kuipata kuweza kushirikiana na Project Cure. Hili ni shirika lisilo la kiserikali ambalo lipo Colorado nchini Marekani, na nilivisit kule miaka miwili iliyopita kuongea nayo kuona uwezekano wa kuweza kusaidia wilaya yetu ya Rorya. Na hii ilifanyika baada ya wao kufika hapa Tanzania kwa miaka mmoja iliyopita kufanya assessment ya vitu vya afya chini ya ushirikiano mkubwa wa mganga mkuu wa wilaya na ofisi ya mkurugenzi wa wilaya ya Rorya. Na baada ya kubaini mapungufu tuliona kwamba sehemu kubwa ambayo sisi kama wana wilaya ya Rorya tunapaswa kufahamu au kufanya ni kujaribu kuimprove au kuboresha zaidi huduma ya vichanga na watoto njiti, lakini zaidi huduma ya mama na mtoto ambayo imekuwa ni chachu kubwa na priority kubwa ya rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kama ambavyo amekwisha elekeza mara kadhaa katika sehemu zinazohusika, especially katika wizara yake ya afya pamoja na TAMISEMI ambao wanachukua hili jukumu. Sasa sisi kama wadau tuliona kwamba hili ni letu. Kwa hiyo tunafanya hii kazi kwa niaba ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na tukaweza kufanikiwa hivi vifaa kuingia. Sasa vifaa hivi vimefika, tunamshukuru mkuu wa wilaya ambaye na timu yake walikuwa hapa kwa niaba ya mkuu wa mkoa wetu wa Mara kuweza kuizindua na kuweza kuvigawa katika hizi takriban kama vituo 12 ambavyo vitapata hivi vifaa tiba. Na hapa kuna vifaa ambavyo ni vya gharama sana. Kama ambavyo imekwisha tanguliwa kusema ni zaidi ya bilioni 2 vifaa hivi. Lakini fahamike kwamba mbali na kuwa na vifaa hivi vina quality ya hali ya juu. Kwa mfano, kuna incubator. Hizi incubator ni mashine ambazo zinasaidia sana watoto ambao ni vichanga na watoto ambao ni njiti. Na kama hospitali ya KMT Shirati Hospitali tumeanzisha kitengo cha NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Na hiki kitengo tunajaribu kuboresha kuhakikisha kwamba tunaweza kuvisave au kuwasaidia watoto ambao ni njiti na ambao ni vichanga wanaokuwa katika mazingira magumu, kuhakikisha kwamba wanaweza wakapona kabisa, ambapo hapo nyuma awali ilikuwa ni yamkini kutokana na upungufu wa vifaa. Kwa hiyo incubator ina kazi nyingi. Moja vile vile inatoa tunasema phototherapy ambayo ni mionzi ambayo inasaidia kupunguza au kumaliza unjano wa mtoto ambayo ni physiological jaundice. Lakini zaidi pamoja na hapo, mashine hii ya kisasa ina sehemu ambayo una regulate temperature. Kwa hiyo joto la ndani linakuwa regulated kulingana na joto la mtoto au kichanga husika. Na vile vile ina sehemu ambayo ni weighing, inapima. Lakini vile vile ina mitambo ambayo inaunganishwa moja kwa moja kama infusion pump au kwa ajili ya matibabu moja kwa moja kwa huyu mtoto na kupata oxygen kama atakuwa anahitaji oxygen. Mbali na hapo, vifaa viko vingi zaidi, nikiwa na maana kwamba kuna vitanda vya kisasa vya ICU, kuna vitanda ambavyo ni orthopedic bed, kuna vitanda ambavyo vingine vya watu wanaokuwa na shida ya moyo, cardiac bed, lakini zaidi hapo tena vile vile kuna medical supply nyingi sana. Na hii ni maana yake ni kwamba kuna gauze, kuna syringes, kuna gloves, na vile vile kuna examination bed za kisasa ambazo ni gynecological, lakini vile vile kuna vifaa ambavyo vitasaidia sehemu kubwa ya physiotherapy, nikiwa na maana kwamba kitengo cha mazoezi, nikiwa na maana kwamba vifaa ambavyo vinasaidia kama wheelchairs pamoja na crutches ambazo zimekuwa ni shida kwa wagonjwa tulionao. Na ikumbuke kwamba Shirati Hospitali ina kitengo kikubwa sana cha kusaidia watoto wenye ulemavu, watoto wanaohitaji kusaidiwa. Kwa hiyo vifaa hivi vitawasaidia watoto pamoja na watoto ambao wanahitaji kupata msaada. Kwanza kabisa, serikali yetu pendwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Dr. Samia Hassan Suluhu imejikita sana katika swala la public private partnership. Kwa hiyo ni jukumu letu kufanya kazi na serikali, na serikali ni sisi. Ina maana kwamba kwa lugha nyingine ni kwamba tunapopewa maelekezo au kupewa utaratibu uliopo, ni jukumu letu kujikita zaidi katika kuweza kusaidia jamii yetu. Kwa hiyo tumekuwa na nafasi kubwa sana ya kujikwamua, kwa lugha nyingine labda niseme kwamba kuwa very innovative au kuwa wabunifu, kuhakikisha kwamba tunaona kinachokuwa kinapungua,
kuweza kufanyia utaratibu wa kutafuta na kuweza kuandika maandiko, kwa sababu kama Mungu amekusaidia kupata elimu hiyo itumie kuwasaidia wananchi, itumie elimu kuwasaidia wasiokuwa na uwezo. Kwa hiyo tumekuwa mstari wa mbele kuweza kuandika maandiko, kuandika hizo proposal na kutafuta funding kupitia wadau mbalimbali na hivi vifaa kuweza kuvingiza nchini Tanzania. Lakini vivyo nishukuru serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa idara zake husika zinazoangalia ubora, ikiwa na maana kwamba kuanzia Tanzania Revenue Authority, TBS mpaka na TMDA, ambao wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba vifaa vinavyoingia Tanzania vinafuata utaratibu au ubora unaotakiwa na viwe katika matumizi ya binadamu. Kwa hiyo nishukuru sana kwa hilo. Kwa hiyo urasimu hakuna. Nafikiri ni swala la utaratibu, kufuata utaratibu unaotakiwa katika serikali, au huwezi kupata shida yote. Na ni very friendly, na ukifanya inavyotakiwa wala huwezi kupata shida yote katika utaratibu uliowekwa na serikali ya Jamhuri ya Tanzania. Na mwisho, mnajisikia faraja kiasi gani kuhudumia maeneo haya mpakani? Sisi tunajisikia faraja kwa sababu watu wengi sana wanakwenda mjini. Watu wengi wanapenda kuhudumia ambako tayari watu wamekusha invest. Ukitumia elimu yako ukaenda sehemu ambako watu wengi wanakuhitaji, nafikiri hata mwenyewe utaona kwamba ulichokisoma unalipa kule ambako ulitakiwa ufanye. Kwa hiyo sisi tuna furaha, we are very innovative kwamba kuhakikisha kwamba tuko pembezoni huko ambako ni pembezoni kwa mpakani ambako ni vijijini, lakini tunaweza tukafanya hii kazi kwa niaba ya serikali kama kwa kufuata maelekezo yanayotupatia sisi. Serikali kwa miaka ya sasa imeendelea kutoa pesa kwa ajili ya vifaa tiba. Mfano mwaka huu wa pesa 24-25 tumetoa kiasi cha shilingi milioni 400. Mwaka jana tulipokea shilingi milioni 400 na mwaka juzi tulipokea shilingi milioni 350. Fedha zote hizi ni kwa ajili ya vifaa tiba ambavyo vinakwenda katika vituo hivi vya kutolea huduma. Na hizi pesa zimegawanyika katika vituo vya afya, hospitali na zahanati. Kwa hivi vifaa tulivyovipokea leo vyenye thamani ya shilingi bilioni 2 ambavyo vinakwenda katika vituo vyetu 9 vya kutolea huduma, vinaenda kuboresha zaidi huduma ambayo tayari serikali ilikuwa imeshaanza kuifanyia kazi kwa huko nyuma. Kwa kwetu sisi tunamshukuru mdau, kwa sababu moja ya kitu ambacho serikali inakitaka ni kufanya kazi na wadau kwa karibu. Kwa mdau huyu amekuwa mdau muhimu sana katika halmashauri yetu ya wilaya ya Rorya, kwa maana ya kwamba amekuwa akitusaidia katika zile huduma za kuimarisha mazingira katika upatikanaji wa maji na vyoo vilivyo bora. Lakini sasa amejiingiza tena kwa awamu ya pili katika kutuletea vifaa tiba ambavyo vitakwenda kupunguza ule upungufu ambao ulikuwepo pale. Asante. Vifaa hivi, kwa majina mimi ninaitwa Mariam Mlagara, ni muuguzi mfawidhi wa kituo cha afya Nyamagaro. Kwa niaba ya kuwakilisha wenzangu wa vituo vya kutolea huduma za afya, vifaa hivi tulivyovipokea siku ya leo tutaenda kuvifanyia kazi kwa ajili ya wananchi wetu, kuziboresha huduma za afya, hasa huduma ya mama na mtoto, ambayo itaweza kusaidia kwenye mapungufu ambayo tulikuwa nayo. Kwa mfano kama vile vifaa vya incubator, vya thermowarmer kwa ajili ya kuwasaidia wale watoto wachanga mara wanapozaliwa, vilikuwa havina kwa baadhi ya vituo vingine. Kwa hiyo vitaenda kutusaidia kwa kuwasaidia wale watoto wanapokuwa wamepata shida ya kupumua. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sisi pia kufanya kazi kwa weledi zaidi. Hali ilikuwa mbaya kwenye kituo. Mfano kama kituo chetu sisi tulikuwa hatuna homa, tulikuwa hatuna ile mashine ya oksijeni. Kwa hiyo tukipata vifaa hivi, kwa kweli tunashukuru Maji Safi Group kwa huduma wanayotupatia. Mpaka sasa hivi kwenye zahanati yetu wametuletea maji. Tunashukuru kwa hilo. Na leo tu wametuletea vifaa. Kwa kweli wanatukumbuka kwa hali na mali. Tunashukuru sana msaada kwa kutuletea huduma hii hapa karibu. Tunashukuru kwa sababu ndio maana tunasema mtu kwao. Huduma imekuja kwetu na tunakuwa wa kwanza kupata huduma. Kwa hiyo tunashukuru sana Maji Safi Group kwa hili. Naitwa Geoffrey Matinde, ni mjumbe wa kamati ya zahanati ya Sokorabora.